Nyosha mkono wako kwa Bwana. Nyosha tu mkono wako kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Watoto wako, wana wako na binti zako tumekusanyika katika kusanyiko hili, tukiomba nguvu zako ziwe mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia ibada hii. Bwana, tunapoenda kula chakula chako, Mungu katufunike kwa nguvu zako. Neno ambalo umelikusudia siku ya leo, Mungu, likatufae siku zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uliokusudia kwa ajili ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ukawape hatua nyingine. Uliokusudia Mungu kupanda kitu kipya siku ya leo, Mungu tunaomba ukapande kitu kipya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu uanze nasi na umalize nasi katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi amshangilie Bwana. Shangilie tena Bwana wa majeshi. Haleluya, 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 haleluya. Majeshi, 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 majeshi. Haleluya, haleluya. Keti kwenye kiti chako. Okay, una keti, ufungue ile Zaburi ya 63 na ule mstari wa 7. Zaburi ya 63 na ule mstari wa 7. Tutakuwa tukiimba Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo. Tusome hiyo Zaburi ya 63 na ule mstari wa 7. Neno la Bwana linasema kutoka kwenye Zaburi ya 63 na ule mstari wa 7. Maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Maana wewe umekuwa msaada wangu, na uvulini mwa mbawa zako nitashangilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinaenda kwa namna hii: wekeza imani yako, wekeza imani yako ndani ya msaada wa Mungu. Wekeza imani yako ndani ya msaada wa Mungu. Wekeza imani yako katika msaada, ndani ya msaada wa Mungu. Lengo la somo hili ni kwa ajili ya kukufahamisha upate kufahamu umuhimu wa kumtegemea Mungu, umuhimu wa kuachilia imani yako ndani ya msaada wa Mungu. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nianze kwa kusema Mungu amempa kila mwanadamu, Mungu amempa kila mwanadamu
mpaka asiyoweza kuvuka. Kwa hiyo kila mtu yuko na ukomo wa maisha hapa duniani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kutokea hapo inamaanisha hata kama binadamu, rafiki yako, mume wako, mke wako, kiongozi wako, ujue kabisa hata kama kuna msaada ambao wanakusaidia, ujue ni wa kitambo tu. Kuna nyakati tu ambao Mungu ameachilia kwa huyo mtu. Lakini msaada wa pekee ndani ya maisha yetu, msaada wa pekee ambao tunahitaji tuutegemee kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, ni msaada wa Mungu. Mwambie jirani yako, msaada wa pekee ni msaada wa Mungu. Mwambie tena, msaada wa pekee ni msaada wa Mungu. Wacha nikwambie, msaada wa Mungu haupo kwenye mashindano. Hauwezi ukaushindanisha na misaada mingine ambayo tunaweza tukaipata kwa watu wengine. Maana yake umejitofautisha kwa sababu ya sifa za Mungu alizonazo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tutaangalia vitu ambavyo Mungu amejitofautisha na wanadamu au na kitu chochote ambacho kinatufanya sisi tuutegemee msaada wake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza ambacho Mungu amejitofautisha na watu au na kitu chochote, Mungu yupo kila mahali. Mungu yupo kila mahali. Chochote ambacho utakuwa unakifanya kwa wakati huo, Mungu anakuwa anakuona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kama uko hapa Tanzania na mtu mwingine yupo Marekani, kwa wakati mmoja Mungu anaweza akawaona wote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu kingine, Mungu anaweza mambo yote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu anaweza mambo yote. Kuna vitu ambavyo binadamu hawezi kukusaidia. Hata kama ukienda hospitali, kuna wakati msaada hata hospitali wenyewe unaambiwa kabisa, sasa hapa tumefikia mwisho. Kinachofanya tu mtegemee nani? Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza kwamba msaada wa pekee ni Mungu pekee ambaye anaweza mambo yote. Bwana asifiwe sana. Mungu anaweza mambo yote. Haleluya. Haleluya. Yote ni mangapi? Muulize mwenzako, yote ni mangapi? Yote ni yote. Bwana asifiwe. Yote ni yote. Kwa hiyo hakuna ambalo Mungu hawezi kulifanya. Hata kama unaona kuna changamoto ambayo unaipitia, wewe jitie moyo, hakikisha imani yako inaendelea kukaa kwa Bwana. Mungu akiiona imani yako, anakuambia hili tatizo mwanangu unapita hapa. Hata kama wamesema ya kuwa hauwezi kupita, nataka nikwambie Mungu mwenye uweza wote anasema unaweza kupita hapo. Nimekuja kukuambia ya kwamba upo msaada wa pekee. Jina la Yesu Kristo ambaye alitufia msalabani. Yeye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akalipa gharama ya ile ambayo ulipaswa kulipa. Amelipa gharama hapo ambapo ulitakiwa kulipa gharama, ameshaifidia hiyo gharama. Wewe kazi yako ni kuachilia imani ili upite hapo katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Hebu mwambie mwenzako, hebu fikiria. Mwambie mwenzako, hebu fikiria, unasaidiwa na mwenye uweza wote. Just imagine. Bwana asifiwe sana. Unajisikiaje? Unajisikiaje unapoambiwa kwamba unasaidiwa na mtu mwenye uweza wote? Si lazima uwe na confidence.
Si lazima ujitambe, si lazima uwe na nguvu, si lazima uwe na uweza, kwa sababu yupo mwenye uweza ambaye anakusaidia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Msaada wa Mungu ni kama unajiandikisha kwenye kambi ya kubarikiwa. Msaada wa Mungu ni kama unajiandikisha au ni kujiandikisha kwenye kambi ya kubarikiwa. Manake unapoomba mbele za Mungu, Bwana asifiwe sana. Unapoomba mbele za Mungu, manake unamwambia Mungu, mimi siwezi bila wewe. Chochote ninachokifanya. Ukisoma kwenye Zaburi ya 127, Zaburi ya 127 na ule mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, Bwana asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Turudie tena. Bwana asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kama Mungu hatahusika katika kila ambacho unakifanya, manake unakifanya bure. Ni kama unajichosha, ni kama unapoteza nguvu zako. Manake kila ambacho unakifanya kwenye maisha yako, unahitaji kuachilia imani yako kwa Mungu mwenye uweza wote, ili hakikishe kile ambacho unakifanya kinatimia kwa ajili ya mapenzi ya Bwana, kwa ajili ya mapenzi ya Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa nikakwambia ni kama kujiandikisha kwenye kambi ya kubarikiwa. Maana yake jina lako likiwa kwenye kambi, wale ambao wamehudhuria hata kambi za maombi wanaweza wakawa wanafahamu. Maana yake chakula utachokuwa unakula kwenye kambi hakitokuwa tena kwa gharama zako. Bwana asifiwe sana. Malazi utakuwa unalala, atakayekuwa anashughulikia ni yule ambaye ameiweka hiyo kambi. Bwana asifiwe sana. Kwa ndani ya msaada wa Mungu hautumii tena gharama zako, hautumii tena maarifa yako, hautumii tena uweza wako, bali unamtegemea Mungu katika kila unalolifanya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hautakata tamaa. Hamna kitu ambacho kitakuzuia wewe usipite. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nataka tuangalie mambo machache hapa, alafu tutaenda kuomba. Bwana asifiwe sana. Ili uhakikishe kwamba imani yako unaiachilia kwa Bwana. Maana neno linasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya yale mambo yasiyoonekana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ipo katika Waebrania 11 na ule mstari wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nataka tuangalie vitu ambavyo utavipata ndani ya msaada wa Mungu. Nitaangalia mambo matatu ambayo tutaenda kuyaangalia hapa. Jambo la kwanza, vitu au mambo ambayo unaweza kuyapata ndani ya msaada wa Mungu. Cha kwanza, matokeo yasiyo ya kawaida utayapata ndani ya msaada wa Mungu. Manake yale matokeo ambayo ulitamani kuyapata kwa watu lakini ikashindikana, na nikwambie ndani ya msaada wa Mungu matokeo hayo utayapata. Huenda ni kwenye familia yako, iwe ni kwenye kazi yako, iwe ni kwenye masomo yako. Mambo hayo
yapata. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Utasoma kwenye Wafalme wa kwanza na ule mstari wa 17. Wafalme wa kwanza 17 kuanzia mstari wa 12 mpaka mstari wa 16, utakuta habari ya yule mwanamke wa Sarepta. Bwana asifiwe sana. Alipokuwa akimlisha Elia, alikuwa anaunga tu mdogo. Bwana asifiwe sana, na mafuta tu kidogo, lakini alivyoliamini neno la Bwana katika kinywa cha mtumishi wake Elia, Bwana asifiwe sana, alivyokubali kuachilia imani yake katika lile neno ambalo mtumishi wa Mungu Elia alisema na yule mama wa Sarepta, kilichotokea ni nini? Mafuta hayakupunguka wala unga haukupunguka kwenye lile pipa. Bwana asifiwe. Nataka nikuambia kwamba ukiachilia imani yako kwa Bwana, hakuna ambacho kitapunguka kwenye maisha yako. Matokeo makubwa yataanza kuonekana kwako. Vile vitu ambavyo ulikuwa huwezi kufanya, utaanza kuwa unavifanya. Walizoea kuona wa kawaida, hautaonekana tena wa kawaida. Maana uwezo wa Bwana upo katika kukupigania wewe. Upo katika kukupigania wewe. Usikate tamaa hata siku moja. Usikate tamaa hata siku moja. Maana aliye kwako wewe ni mkuu kuliko hata hao ambao walitakiwa kukusaidia. Uwezo wa Bwana uko kwa ajili ya kukupigania, na amuru matokeo mazuri yaanze kuonekana kwako. Wekeza imani yako kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo la pili, ndani ya msaada wa Mungu unaepushwa na mazingira hatari. Mazingira hatari. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa ukiwa unautegemea msaada wa Mungu, hata kama zoruba ikija namna gani, kwa Mungu lazima tupite hapo. Lazima tupite hapo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maana yupo ambaye anaweza kutuliza zoruba. Huo upepo wa bahari ambao unapita kwenye maisha yako, hiyo sehemu au unaopita kwenye maisha yako ni ya kipindi tu. Yupo mtuliza zoruba, anakuja kwa ajili ya kutuliza hiyo zoruba kwenye maisha yako. Haleluya. Wanafunzi wa Yesu walivyokuwa na Yesu kwenye chombo kile, alafu tufani ikaja, walianza kujitahidi kwa akili zao kutoa hata yale maji kwenye kile chombo walichokuwa kisafiria. Lakini ilifika hatua wakagundua, mbona mwenye uweza wote amelala? Tumuamshe. 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 Walipochukua hatua ya imani kumuamsha, kilichotokea ni nini? Alikemea ule upepo na dhoruba ikatulia. Je, nini ambacho kinakushinda kwenye maisha yako? Kumtegemea Mungu. Muulize jirani yako, nini kinakuzuia wewe kuachilia imani yako kwa Mungu ili apate kukusaidia? Muulize tu, nini kinakuzuia wewe? Umepata kitu? Kuna kitu ambacho kinakuzuia zaidi cha kumtegemea Mungu? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hakipo. Manake achilia imani yako kwa Mungu apate kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, Mungu anakupa uhakika wa kesho yako. Mungu anakupa uhakika wa kesho yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kana hauoni kesho yako itakuwaje, kwa sababu leo yako imeharibu kabisa kuona. Katika macho yako ya roho hauoni hata kesho yako itakuwaje. Lakini ndani ya msaada wa Mungu anakupa uhakika wa kesho yako. Anakupa uhakika wa kesho yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nikupe mambo mawili ya mwisho
jinsi ya kupata msaada wa Mungu ya kusaidia wakati ukiwa kwenye maisha yako unavyoendelea, jinsi ya kupata msaada kutoka kwa Mungu. Kwanza mkabidhi Mungu maisha yako, na kila mzigo yeye anaweza kutoa. Isaya 19 na ule mstari wa 23 utaona vile ambavyo unaweza kukabidhi msaada wa Mungu. Unaweza kukabidhi Mungu maisha yako na Mungu akapata kutua mzigo ambao uko nao kwenye maisha yako. Lakini jingine, tumaini lako libaki kwa Bwana. Hakikisha kwamba tumaini lako linabaki kwa Bwana. Simama mbele za Bwana. Simama mbele za Bwana. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote Mwokozi natoa sasa, yote kwa yote kwa Yesu, yote kwa yote kwa Yesu, yote kwa Mwokozi natoa sasa. Tulia mbele za Bwana. Unaweza tu ukaomba kwamba msaada wa Mungu uachiliwe tena kwenye maisha yako. Kama kuna pahali unapitia, kuna pahali ambapo unaona kabisa nashindwa kuendelea mbele, upo msaada wa Mungu ambao unaweza kukusaidia. Upo msaada wa Mungu unaweza kukusaidia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe, na sifa yako ni kuu sana. Umeheshimika kuliko chochote. Nasi Mungu, majina yetu tumekuja kuiandikisha kwenye kambi yako ya msaada wako, maana tunajua ndani ya kambi yako kuna kubarikiwa, kuna kurejeshewa nafasi iliyopotea, kuna kupatiwa kesho ambayo iliyo bora sana. Leo tumetafakari na tumeona kwamba hakuna ambacho kinaweza kutusaidia ila upo msaada wako. Nasi Mungu tumekuja kutaka kwako, tumekuja kwako Bwana. Tunawekeza imani zetu Bwana. Wewe unaziangalia imani zetu, unaziangalia imani zetu. Nasi Mungu tumeona upo msaada wa kweli kwako. Mungu tunaomba utujibu majibu ya maswali ambayo tulionayo siku ya leo, maswali ambayo yameshindwa kupata majibu. Mungu tumekuja ndani ya msaada wako, tumekuja ndani ya kambi yako Mungu, tukiomba msaada wako, tukiomba msaada wako, msaada wa jina lako juu ya maisha yetu, juu ya kazi zetu, juu ya elimu zetu, juu ya biashara zetu, juu ya wazazi wetu, juu ya ndugu zetu. Mungu tunaomba msaada wako. Mungu tunaomba uweza wako, tunaomba neema yako iachiliwe tena, iachiliwe tena, iachiliwe tena, iachiliwe tena, iachiliwe tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vizuizi ambavyo vimewazuia watu wako kupita hapo, Mungu tunaomba neema yako ya kuwavusha iachiliwe tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wape kuvuka tena, wape kuiona kesho yao iliyo bora zaidi, iliyo njema zaidi. Watafakarishe ya kwamba wewe ni Mungu wao, hakuna Mungu mwingine aliye mkuu zaidi yako wewe. Mungu tunaomba neema yako iachiliwe tena kwao, msaada wako ulio wa pekee Mungu uachilie kwao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai.
watu hao waanze kukutegemea wewe, watu hao waanze kukutegemea wewe, watu hao waimarishe imani zao, watu hao waimarishe imani zao, wala changamoto yoyote isiwazuie Bwana wakapungukiwe imani zao. Mungu tunaombea kama vile ulivyomwombea Simoni Petro, ya kwamba Bwana wewe akiimarika, Mungu awaimarishe na wengine. Mungu huyu mmoja uliyemchagua leo, Mungu ni baraka juu ya familia yake. Mungu kamuimarisha yeye, Mungu imarisha imani yake, akutegemee wewe. Neema yako Bwana ipite kwake, ipite kwake, ipite kwake, awe msaada kwa watu wengine, awe msaada kwa watu wengine, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Uwepo wako Bwana usiwaache watu hawa, nguvu zako Bwana zikawahudumie, wakaendelee kukutafakari wewe usiku na mchana, wakautegemee msaada wako, wala wasitegemee akili zao wenyewe, kwa kuwa hawawezi kuvuka bila wewe. Usiwaache, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Libarikiwe neno lako Bwana ambalo umelileta kwetu siku ya leo. Mungu wabariki kila mmoja mmoja, likazae matunda Mungu ambao umeyakusudia wewe majira haya, katika msaada wa jina lako, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Sijasikia makofi kwa Bwana Yesu. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Amen.